Mimi naitwa Saba Mwijima Mgeni, ni afisa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto wilaya ya Kati. Hali ya uzalishaji katika wilaya yetu mpaka sasa imepungua, tofauti na mwanzo, imepungua kwa kiasi, imepungua. Katika wilaya yetu tumepata mafanikio mengi ambayo katika mafanikio hayo wanajamii kuweza kufahamu masuala haya ya uzalishaji na jinsi ya kuweza kuwaripoti katika sehemu husika. Katika wilaya yetu sisi changamoto ambayo ilikuwa kesi nyingi za utelekezaji wa watoto. Kesi za utelekezaji wa watoto zipo nyingi kuliko hata hizi kesi pengine niseme za ubakaji na ulawiti katika jamii. Ingawaje zimo, lakini kesi ambazo zilikuwa zimepita kiwango, kesi za utelekezaji wa watoto. Na hizi kesi za utelekezaji wa watoto katika jamii ni sosi ya kesi ya udhalilishaji wa watoto, kuweza kufanywa watoto vitendo vya ubakaji na udhalilishaji. Kwa sababu samahani sana nitasema wababa wengi wanakopa majukumu yao. Pinipo inapotokea changamoto katika jamii, wanapowaacha wamama katika jamii, wanaacha mama na watoto, mama na watoto 2, 3, 4, 5, 6. Baba anapomwacha anakuwa singine hampiti katika huduma yote mpaka aje katika wilaya yetu kuleta malalamiko, tuweze kuchukua hatua fulani na kuweza kuwaita wote wazazi wawili kuzungumza nao kwa pamoja. Tunaweza kufanikiwa, baba anaweza kutoa huduma kwa kupitia wilaya. Lakini baba hao wanapoacha watoto, wanapoacha akina mama, kwa hivyo wanaacha wazazi yani na mzigo mzito kuweza kufanikisha kuweza kufanikisha haki za watoto kuweza kuzipata. Mama huyo ukiangalia maskini, pengine mama pengine hajaajiriwa, mama anahangaika, pengine mama ntilie amejiajiri mwenyewe katika shughuli zake binafsi, pengine mwenyewe aende pwani akatafute sama, anakaa anapotoka muda ule kutu, pengine mtoto anakuwa hao katika mazingira salama hapi, na kwa sasa watoto kuweza kupata masuala ya ubakaji na ulawiti katika jamii. Lakini changamoto yetu kubwa katika wilaya yetu ni kesi za utelekezaji wa watoto pamoja na usafirishwaji, ajira za watoto, usafirishaji haramu watoto kutoka Dar kuja katika Zanzibar, Afrika, katika wilaya Kati kuweza kufanyisha zile kazi za majumbani au kazi za kulima na mambo mengine. Mashirikiano makubwa siri yetu kubwa ni mashirikiano. Mashirikiano yako makubwa katika wilaya yetu, kuanzia ofisi ya mkuu wa mkoa, wilaya, ukija wadau mbalimbali, viongozi wa dini, wanaharakati, wasaidizi wa sheria, tunashirikiana katika kuweza kutoa elimu kupitia maskuli, madrasa katika jamii, na jamii waweza kufahamu na kuweza kuelewa jinsi ya madhara ya masuala ya udhalilishaji na ukatili katika jamii. Ushauri wangu mimi nasema kwamba jamii wasamiliane katika ndoa, wasamiliane kwa mama, wasamiliane katika ndoa na baba wasamiliane katika ndoa. Ingaje imekuwa sheria 4, na baba kwanza waithamini ile ndoa yao, swala la kuachwa lipungue katika jamii, kwa sababu tunapopata madhara matokeo kwa achana tunawapa changamoto watoto. Na hapa changamoto watoto maskini hawajui lolote, hawajui chochote. Watoto wanapenda sana kwa baba na mama kuwepo pala pamoja ili kuweza kupata makuzi na maendeleo mazuri katika maisha yao. Lakini pindi hivyo baba tulikuwa hatuna ustahimilivu, masuala madogo talaka, watoto tunaweka katika mtihani mgumu, wanakuwa hawako katika mazingira salama, maskini familia zinakuwa zinataparanyika, na sengine hasa sio katika sengine sio katika kuachana kwa baba, sengine vikitokea hata vifo katika familia, sengine mfano mama kafa, baba kafa, na wazazi pia sengine katika jamii zetu wengine wanakuwa na roho ngumu kuweza kuwashughulikia wale watoto, kuweza kuwapatia haki zao za msingi. Kwa hivyo jamii tuwe na imani, turejeshe mila na desturi na maadili ya zamani ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wako katika mazingira salama na wanapata haki zao za msingi katika jamii na kuweza kuwa katika makuzi mazuri katika jamii. Wito wangu kwa serikali mimi, tuendelee tufike katika jamii, tuendelee kutoa elimu ili jamii iweze kutufahamu, tuweze kupunguza na kuondosha kabisa swala la udhalilishaji, kwamba tunaposhirikiana tunaposhirikiana hizi sekta za serikali, tukifanya kazi kwa pamoja, tunahakikisha tunaweza kuondosha kabisa swala dhima la vitendo vya ukatili na udhalilishaji tunaposhirikiana kwa pamoja.